Njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifunzeni kutoka kwangu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Wapendwa, ni Dominika ya 14 ya mwaka A wa kanisa, ambapo tunapewa ujumbe mkubwa kwamba Kristo yupo tayari kubeba mizigo yetu. Yupo tayari kutusaidia uzito unaotusumbua, kwa sababu nira yake ni rahisi, mzigo wake ni mwepesi. Na hivyo tunapoanza Dominika hii ya 14, tunaendelea bado kutafakari kwa namna ya pekee mafundisho juu ya utume wa kimisionari, ambapo Yesu anawatuma mitume, lakini mwisho wa siku anatupa habari njema. Hiyo habari njema, evangelion, good news, kwamba yupo tayari kupokea mizigo yetu na kutuhurumia. Nikukaribishe kutafakari juu ya upendo mkubwa wa Kristo kwetu, lakini anachohitaji ni unyenyekevu wetu, upole wetu wa moyo, ambao tutakuwa tayari kujazilishiwa neema. Pata picha, una kikombe kilichojaa maji, ama una chombo ambacho kimejaa kila kitu. Kile kitu ama kile chombo hakitoweza kujazwa kitu kingine tena. Yatupasa chombo chetu kiwe empty, ama kisiwe na kitu, ili tuweze kupata neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Tunahitaji neema ya Mungu katika maisha yetu. Na hivyo mpendo, nikukaribishe tutafakari pamoja Dominika hii ya 14 ya mwaka A wa kanisa. Karibu. Tafakari fadhili zako, e Mungu, katikati ya hekalu lako takatifu, katikati ya hekalu lako takatifu, katikati ya hekalu lako takatifu. Ni Dominika ya 14 ya mwaka A wa kanisa, ambapo masomo yetu kama ifuatavyo. Somo la kwanza, kitabu cha nabii Zekaria sura ya 9 hadi ya 10. Somo la pili ni waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 9 afu aya 11 mpaka 13. Injili ya Mathayo sura ya 11 aya 25 hadi ya 30. Karibu tusikilize Injili. Injili kadiri ya mwinjili Mathayo sura ya 11 ya 25 hadi ya 30. Wakati ule Yesu alijibu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa maana mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Wapendwa, karibuni katika kipindi hiki cha Uhai wa Injili. Leo tunaadhimisha Dominika ya 14 ya mwaka A wa kanisa. Na swali moja ambalo kila mwanadamu kwa namna moja au nyingine hujiuliza katika maisha yake, Mungu ni nani hasa? Mungu ni nani hasa kwangu? Tunaweza kujifunza mafundisho mengi kuhusu Mungu, ama kusoma vitabu vingi, kusikiliza mahubiri mengi, lakini bado tusimjue Mungu kweli, kwa sababu kumjua Mungu si swala la akili pekee, ni swala la uhusiano. Swala la uhusiano. Katika Injili Yesu anatufunulia siri kubwa sana. Baba ameficha mambo haya kwenye akili na hekima kubwa katika dunia hii, lakini amefunua katika siri hii, amefunua kwa watoto wadogo ama watoto wachanga. Yesu anataka kusema nini? Yesu hamaanishi kwamba anapinga elimu na maarifa ya duniani, hapana.
Yesu anazungumzia aina ya moyo ambao unaweza kupokea Mungu, kwa sababu tatizo kubwa la mwanadamu si ukosefu wa akili. Tatizo kubwa ni kiburi, kiburi chetu. Kiburi ni ugonjwa wa kiroho ambao mfanya mtu aamini kwamba ameshajitosheleza, ameshakamilika. Ni hali ya kufikiri kwamba hahitaji tena msaada wa Mungu. Ni hali ya kuamini kwamba tayari anajua kila kitu. Na mtu anapoanza kuamini kwamba hahitaji tena kujifunza, hamhitaji Mungu, hapo ndipo poacha kukua. Tafakari kwa muda kuhusu mtoto mdogo. Mtoto hana aibu ya kuuliza, hana aibu ya kukiri kwamba hajui. Kila mara utakuta anauliza, mama hiki ni nini, hiki ni nini? Na wakati mwingine anamshika mkono hata baba yake, ambaye kwa namna nyingine anamuona baba yake ndio mkubwa, anaweza kumtetea katika kila hatari. Na mtoto mwisho wa siku anatambua kwamba maisha yake yote yanamtegemea yeye, na baba yake ndio ana ulinzi mkubwa kuliko mtu yoyote. Lakini sisi tunapokuwa watu wazima, ama sisi watu wazima mara nyingine tunaweza tukapoteza huo uhalisia na ukweli huo. Tunaanza kuishi kana kwamba sisi ndio waamuzi wa mwisho wa kila kitu. Tunaanza kuamini kwamba sisi ndio tunaweza kujenga maisha yetu bila Mungu. Tunaanza kuamini kwamba akili yetu pekee inatosha. Na hapo ndipo shida inapoanzia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kiburi hakifungi tu moyo wetu kwa Mungu, bali kiburi hufunga pia hata mahusiano yetu na wengine. Mtu mwenye kiburi kwa namna yoyote hawezi kusikiliza, hawezi kukubali kusahihishwa, hawezi kuomba msamaha, na wakati mwingine hawezi kusema hata nilikosea. Mara zote anajiona yupo juu. Kwa nje anaweza kujiona mwenye nguvu, lakini ndani yake daima anaishi peke yake. Usikubali kuwa peke yako. Ndio maana katika maandiko matakatifu dhambi ya kwanza ilikuwa ni kiburi. Shetani hakutaka kuwa mtumishi wa Mungu. Alitaka kuwa kama Mungu. Na hivyo anawaambukiza Adamu na Eva mawazo na mlengo huo. Na anawadanganya kwa lengo lile lile. Walitaka kuamua wenyewe mema na mabaya bila Mungu. Walimwacha Mungu kwa sababu ya hicho kiburi. Na tangu wakati huo historia ya mwanadamu inabeba hilo jeraha la kiburi. Dhambi ya asili inaingia. Madhara yake kinaendelea kuwa kilio, mateso kwa wanadamu. Lakini Yesu anakuja kutufundisha njia tofauti kabisa. Anasema jifunzeni kwangu kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Maneno mazito na yenye ujumbe mkubwa kwetu. Kwa sababu gani? Yesu ndiye mwana wa Mungu. Ndiye mwenye mamlaka yote. Ndiye mwenye ulimwengu, lakini anajitambulisha kwanza si kwa nguvu zake, si kwa mauwezo yake na nini, lakini kwa unyenyekevu wake. Kwa kawaida tunafikiri kwamba kuwa mkuu ni kutawala wengine. Lakini Yesu anatufundisha kwamba ukuu wa ukweli ni uwezo wa kupenda. Nguvu ya kweli sio kumshinda mwingine. Nguvu ya kweli ni uwezo wa kujitoa kwa ajili ya mwingine. Na huo ndio Kristo. Ndio maana Yesu alizaliwa katika hori, akaishi maisha ya kawaida kabisa. Baba yake alikuwa seremala, kazi ya chini kabisa. Akawaosha miguu wanafunzi wake katika karamu ya mwisho, na mwisho akakubali kifo cha aibu zaidi kuliko vyote, kifo cha msalaba. Kwa macho ya dunia hii pengine inaweza kuonekana kama alishindwa, lakini kwa macho ya Mungu huo ndio ushindi mkubwa zaidi. Kwa sababu upendo wake una nguvu kuliko kiburi. Huruma ni nguvu kuliko chuki. Msamaha ni nguvu kuliko kisasi. Na msalaba ni nguvu kubwa kuliko dhambi. Mara nyingi tunateseka kwa sababu tunajaribu kubeba maisha peke yetu. Tunataka kumiliki na kudhibiti karibu kila kitu. Wakati mwingine tunataka kujua kila kitu. Tunataka kutatua kila kitu kwa nguvu zetu wenyewe. Lakini tunasahau kwamba sisi si miungu. Ndio maana Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hiyo ndio habari njema. Mungu hakutuumba ili tubebe maisha peke yetu. Alituumba ili tumtegemee. Kama mtoto anavyomtegemea baba yake. Wakati mwingine tunafikiri kwamba kumtegemea Mungu ni udhaifu, lakini ukweli ni kwamba kumtegemea Mungu ndio nguvu. Tunachota nguvu za kweli, kwa sababu hakuna mwanadamu anayeweza kujipa amani ya moyo
Hakuna mwanadamu anaweza kuondoa hofu zake zote za maisha yake, na hivyo hakuna mwanadamu anaweza kujihakikishia kesho yake. Lazima Mungu awepo katikati yetu, na ndio Mungu anatuwezesha kutenda hayo. Ndio maana Yesu anatufunulia uso wa Baba. Alikuja kutuonyesha jinsi Mungu alivyo. Tunapomwangalia Yesu, tunamwona Mungu ambaye hasubiri tukamilike ndipo atupende. Tunaona Mungu anayetutafuta tuliopotea. Tunaona Mungu anayetusamehe wenye dhambi. Tunaona Mungu anayetuinua tulioanguka. Tunamwona Mungu anayelia pamoja na wanaoteseka. Tunaona Mungu ambaye yuko tayari kufa kwa ajili ya wale anaowapenda. Huyo ndio Baba, na huyo ndio Yesu anamfunua. Na ndio maana hakuna zawadi kubwa zaidi kuliko kumjua Mungu binafsi. Sio kumjua kama wazo. Sababu maisha ya Kikristo si kwanza kuhusu sheria, ni kuhusu uhusiano. Ni kuhusu kumjua kama kuna Baba ambaye anakupenda, na hata siku ambazo hujipendi mwenyewe. Kutambua kwamba kuna Baba anayekuamini hata kama unaposhindwa kujiamini. Kujua kuna Baba ambaye hakuachi kukusubiri hata unapomkimbia. Ndugu wapendwa, mwishoni mwa Injili Yesu anasema, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Inawezekanaje? Nira ni kitu kizito. Nira ni ngumu. Ni kipande cha fimbo ama mbao wanachofungwa wanyama wawili kwa ajili ya kulimia. Kinakuwa kinawaumiza wale wanyama. Sasa Yesu anasemaje nira ni laini na mzigo ni mwepesi? Inawezekanaje? Hilo linawezekana kwa sababu kumfuata Kristo sio kubeba mzigo peke yetu ama peke yako. Ni kama kubeba mzigo wako pamoja naye. Kuna hadithi moja ya mtoto ambaye alikuwa amebeba mgongoni mwake mdogo wake ambaye alikuwa mlemavu. Mtu mmoja akamwambia, "Mtoto, una mzigo mzito sana." Yule mtoto akajibu, "Huyu si mzigo, huyu ni ndugu yangu." Huo ndio moyo wa Injili. Upendo hubadilisha mzigo kuwa zawadi. Unyenyekevu hubadilisha udhaifu kuwa nguvu, na kumtegemea Mungu hubadilisha hofu kuwa amani. Leo Yesu anatualika kuacha kiburi chetu, anatualika kuacha kujifanya tunajitosheleza, anatualika kuwa tena kama watoto wanaomwamini baba yao. Kwa sababu ni wale tu walio na moyo wa mtoto wanaoweza kuona uso wa Mungu, na ni wale tu walio na moyo unyenyekevu wanaoweza kugundua kwamba furaha ya kweli haipatikani katika kujitukuza wenyewe, bali katika kujikabidhi mikononi mwa Mungu Baba anayetupenda milele na milele. Nipende kukutakia Dominika njema na Mwenyezi Mungu akubariki. Mimi ni Padre Benjamin Maganga Bundala na ni Lux Fidei, mwanga wa imani. Tumezitafakari fadhili zako